tena tumeweza kukutana hapa ndani ya kipindi cha kupendwa cha afya yetu, na ninakuendesha kipindi hichi ni Neema Kayugwa. Lakini leo kama ilivyo kawaida niko na Bibi Sungura ambaye atakuhakikishia wewe mtazamaji wa FJ TV unaenda kupata maarifa mengi ya kuhusu afya yako. Na muendelezo wa mwani unaendelea. Leo kubwa zaidi tutaenda kuangazia kwenye aina za mwani, ambapo tuna mwani wa kijani, mwani mwekundu, mwani wa godi, lakini pia kuna mwani wa papo ambao watu wengi wanaifahamu kwa aina zipo nyingi, lakini wewe huenda unaijua mwani mwingine. Tuambie hapo kwenye comment yako, lakini tuambie umejifunza nini katika vipindi vilivyopita, kwa sababu tulielezea mwani ni nini, tukaeleza faida zake, lakini tukaelezea pia matumizi yake, kwa jinsi gani inatumika ikiwa ni tiba ama ukiwa unatumia ni kama kinga. Tuende break fupi, tukirejea tunaenda kwanza moja kwa moja kuelezea aina za mwani, lakini pia ni namna gani unaweza kuzitumia aina hizo za mwani, kwa sababu zipo nyingi, sio kila mwani unaweza ukautumia. Tuende break fupi, tukirejea tutakueleza zaidi. Tumerejea tena mwana afya mwenzangu, na hapa kama ilivyo kawaida tuko na Bibi Sungura ambaye yeye anakuhakikishia mtazamaji wa FJ TV unapata maarifa zaidi kwenye upande wa afya, jinsi gani ya kuilinda afya yako, lakini jinsi gani ya kuweka mwili wako ukiwa uko sawa. Karibu tena kwa mara nyingine, na nashukuru tumeweza kukutana. Vipi nyumbani, wazima? Wazima kabisa, tunamshukuru Mungu. Afya naona iko bado tele. Niko tele kabisa. Nimekula nyama ya sungura. Leo nikula nyama ya sungura. Sijawahi kuila. Asubuhi nimekunywa uji ambao nimeweka mwani. Mchana huu nimepiga supu ya sungura. Na usiku tukadirie? Usiku nakula matunda. Kwako ni balance. Inabidi basi nianze kuchukua na misomo. Usiku nakula tango. Nakunywa chai ya maziwa ambayo naweka turmeric, tangawizi na manjano. Ile manjano yenyewe binzari ile naweka humo. Nikishaweka humo, nitafuna korosho zangu karanga. Kisha maliza nachukua tango langu Imetoka hiyo. Mtazamaji wa FJ TV umemsikia Bibi Sungura wa miaka 54. Anakwambia yeye hapo anakula zake matango nini usiku. Je, unaweza kulala ukila tango unaweza ukalala ama ndio tunaanza kuhesabu yale mabati Basi endelea kufuatilia. Sasa Bibi Sungura, kwa kipindi kilichopita mtazamaji tulimuelezea mwani ni nini, lakini tukamuelezea faida zake mbalimbali. Sasa leo natamani mtazamaji wa FJ TV lakini mfuatiliaji wa kipindi cha afya yetu ajue kuna aina gani ngapi za mwani, kwa sababu katika pita zangu niliona kuna aina 4 za mwani. Huenda zipo nyingi zaidi, lakini zile 4 ambazo nilizisoma, kuna mwani wa kijani, mwani mwekundu, mwani wa godi, lakini niliona pia kuna mwani wa papo. Utofauti wao uko wapi? Tukianza kwa mwani wa kijani, na unapatikana sehemu zipi hasa? Tukianza kwenye hizo aina za mwani, aina zote za mwani ni mwani. Na madini yanayopatikana kwenye huo mwani yanalingana. Hayo 92. Ila kwenye ishu ya mwani ile aina ya kijani ipo kama majani. Ile mara nyingi huwa hailimi. Inaota baharini, lakini pia pembeni ya bahari inakuwa juu ya maji. Yaani unaweza ukasema ni majani, lakini pia ni mwani ambao ni wa kijani. Lakini pia samaki wao wanapenda sana viumbe vya baharini kukaa chini yale majani. Kona yenyewe ana virutubisho vizuri tu. Ila hii nyingine ya aina 3 ni rangi tu ndio ile tofauti ya rangi. Lakini mwani wote ni mwani. Kwa hiyo rangi ndio inaotofautisha hizi aina za kundu. Na umesema wa kijani unapatikana hasa. Kijani unakuwa kama majani na haulimu. Haulimu. Inayolimwa hii aina nyingine 3 ambazo sasa inakuwa na zambarau hiyo. Kwa kama huu, unaona huu. Hapa si unaona kuna rangi ngapi? Hapa kuna kama godi. Godi ipo na kuna rangi nyingine hiyo. Inaingia kama kwenye nyekundu. Umeona? Kwa kuna rangi aina tofauti. Hizi zote zinafanya kazi pamoja na zote zinaweza zikalimwa pia. Ila ile ya kijani inakuwa yenyewe kama jani, unaweza kufikiria ni mboga labda ya kunde. Yaani majani yanakuwa hivyo. Lakini na yenyewe inaliwa na inatumika kama dawa.
kama mwani. Na upatikanaji wake unakuwa kwa kiasi gani? Upatikanaji wake ile sio sana, kwa sababu pia hata watu hawaijui sana. Ila watu ambao watu wa Mafia Zanzibar wanaishi mwambao wa bahari, wao wanaijua, lakini inatumika, wao wanajua matumizi yao sahihi. Kwa sababu wao ni asili ya kule maisha ya bahari. Kwao wana matumizi yao zaidi. Lakini ukifuatilia sana mwani ambao watu wengi wanaofahamu ni huu wa kamba. Haijalishi una rangi aina ngapi. Sasa tukienda sasa kwenye hizi aina zingine 3 ambazo zimebaki, ambazo asilimia kubwa tunazipata huku Tanzania bara. Kwa sababu ukizungumzia huu wa kijani unapatikana visiwani, na huko visiwani kuna matumizi ambayo wenyewe wanayafahamu. Vipi kuhusu hizi aina zingine ambazo zinalimwa? Upatikanaji wake nao ukoje, au je kuna ugumu wote ambao unakuepo kwenye kuandaa? Hapana, ugumu haupo. Ni ile tu mtu ukipata elimu juu ya uandaji wa mwani, sio mgumu kivile. Mfano kama huu mwani kamba, mwani kamba ukisagwa unga wake ndio unatengenezea vidonge hivi vya mwani. Lakini pia unapata unga. Ili kupata unga kuna mashine special ambayo ina uwezo wa kusaga huo mwani mpaka ukatoka poda hivi. Uwezo ukausaga tu hivi kirahisi, kwa sababu mwani ukianza kuangalia huko kama aina fulani ya plastiki, na ukitaka kupata ile jeli sasa ile lojo wake, hii hapo unailoweka. Ukiloweka unaiosha vizuri ili chumvi hii itoke. Alafu pia sasa ndio ukishaloweka unatuna. Ukishakuwa mwingi vile ukijia umevimba, una blend, unasaga kwenye blender. Kwa hiyo utapata ule uji wa mwani. Kwa hiyo kuna hiyo jeli, kuna unga, kuna vidonge na kuna hii. Lakini pia hii unaweza ukaitumia kwa kuitafuna tu. Hivi. Unaitumia tu unaweza kutumia tu kwa kuitafuna tu. Iko kama plastiki, lakini sasa plastiki ukitafuna inakuwa kama ina chumba. Ina chumvi. Asili yake si chumvi. Inaitwa chumvi. Unaona sasa rangi ziko tofauti. Unaona rangi na hii. Ni mgumu. Unaweza sasa ukiloana mdomoni au ukiweka kwenye maji sasa kweli chumvi sio kabisa. Ukiweka kwenye maji inavimba. Kwa maana hiyo ikivimba sasa inakuwa laini kama tambi. Tambi kiweka kwenye maji sinavimba. Ona hii inakuwa kama tambi. Unaweza ukakatakata pia ukachanganya na saladi, au kaila ukaitafuna vile vile, au ka blend. Inaliwa mbichi hivi. Ndio kaila mbichi. Umesema kuna unga, kuna vidonge, lakini kuna jeli sijaibeba kwa sababu ya yani matumizi yote ni sawa. Matumizi yote ni sawa. Kwa unga pia unaweza ukautengeneza. Mfano kama unga ukiweka kwenye maji ya uvuguvugu, ukiukoroga unatokea uji. Unatokea jeli. Hivi vidonge unavimeza. Ukishameza, ukifika tumboni vinafanya vizuri tu. Kwa kweli watu inabidi waanze kufanya tiba ya kutumia mwani, kwa sababu mimi ninachoamini kila kitu ambacho kinagunduliwa kwa ajili ya kutibu afya inabidi vifuatiliwe na wazidi kuviangalia, kwa sababu ukiangalia magonjwa ambayo yanatibiwa na mwani nimefuatilia ni magonjwa mengi sana. Ni mengi na hiyo yote ni mfumo mbovu wa maisha, ulaji. Kwa unapoteza madini mengi. Kwa hiyo hapa ni kitu ambacho ni muhimu sana kuwa nacho kwa ajili ya kurejesha madini yanayopotea tunayoyakosa kwenye vyakula. Kwenye madini umesema yapo madini 92. Hapa nikiangalia kwenye hichi kopo kuna vitamini, kuna hii omega, kuna madini chuma. Kwa mtu ambaye anasumbuliwa pia na mambo ya madini chuma, anakuwa na mwingine analalamika magoti anauma, au anakuwa muda mwingi labda anasema nikitembea naona kama kisigino kinazidiwa nzito. Anaweza akatumia mwani kwa ajili ya kuboresha jointi zake. Anatumia mwani utamsaidia kumrejeshea ute, kwa sababu kwenye maungio kunakuwa na ute ambao unasababisha ni mfupa huu na huu visibutani. Kwa hiyo kauka, ndio maana mifupa itaanza kugusana. Nikishagusana atasikia maumivu ya misuli, ganzi pia. Kwa kitumia mwani pia itamsaidia sana. Inabidi tutumie mwani, kwa sababu kuna muda nikiamkaga nakutani ile kuinua tu ule mguu chini
Yaani hata unaona hata tukisimama hivi mwili wangu kidogo umekuzidi. Sasa wewe kinachokusababishia uumwe hivyo sio ute umekauka. Ni uzito wako ulionao miguu haiwezi kuhimili. Kwa hiyo ukitumia hii hapa itakusaidia kupunguza mafuta ambayo hayastahili kwenye mwili, yatabaki yanayostahili na mwili wako utabaki ule ambao unaendana na kimo chako. Tunaita BMI, body mass index. Na pia nimeona kuna vitamini pia. Na vitamini A, B, lakini C, D hapa. E ni pia isei mwani mpaka ngozi. Mwani ni kitu ambacho kinaweza kukusaidia kwa vitu vingi sana. Kuna mambo ya unazinduliwa na ini, mambo ya umesikia joint humu, lakini vipo vitu vingi ambavyo vinaweza kukusaidia. Kiukweli mimi inabidi nianze kutumia hii kitu kwa sababu najiona kabisa nitampita hadi mama yangu kwa mwili. Sawa, kwa kumalizia wale watu ambao waamini katika matumizi ya hizi tiba au vitu vinavyotokana na mimea, unawashauri nini? Kwa sababu sio kila mtu anaamini hizi tiba asili. Mimi nawashauri waturejee Eden, kwa sababu Mungu hata ile bustani ya Eden historia yake ni bustani, sio ilikuwa tupu, ilikuwa na mimea ya aina tofauti. Na aliwaambia itawale mle. Kwa hata mababu zetu wa zamani walikuwa wao ni mizizi sana, walikuwa wanatumia majani, matunda na mbegu. Ndio kilikuwa chakula. Hakukuwepo zamani ugali, hakukuwepo sijui habari sijui ya wali. Ndio maana sasa hivi magonjwa ni mengi. Tuko sana kwenye ugali, yaani wanga tunaamini sana wanga kuliko protein. Mboga za majani tunakula kidogo, chupa kijiko kimoja. Alafu ugali ndio au wali umejaa sahani, mboga majani kidogo. Protein kanyama kafinyango kamoja. Hatuwezi kufika. Kwa magonjwa mengi chanzo chake ni mpangilio mbovu wa vyakula. Kwa maana hiyo sasa mwingine anakuambia kulingana na maisha asiwezi kukwepa. Tumia basi supplement. Itoa hizo changamoto ambazo zilikuwepo, anza maisha upya. Rejea Eden. Mzizi, tumia mzizi. Tumia mbegu za maboga mtu anazidharau. Lakini Ulaya wanazithamini, ni dawa. Unajua wenzetu kuna namna kama wamechukua vile vitu vya kwetu vya asili, lakini wametuletea vitu ambavyo havina nia nzuri na mwili. Ndio hiyo nia nzuri, ndio hiyo. Kuna sasa hivi mahindi, zamani tulikuwa ukivuna mahindi unaweka kwenye dari, msimu wa kupanda unachukua ile mahindi unaweka kwenye dari, pale yamepikwa na moshi unaenda kupanda anaota. Sasa hivi kila unapopanda mahindi lazima ukanunue yenye ya pakti. Ukishanunua yale ukishaotesha hayaoti. Sawa, watazamaji wanatamani kujua wanakupataje, wakitaka kujua sehemu ofisi zako ama kwa mawasiliano zaidi, mitandao ya kijamii. Okay, mimi Bibi Sungura, tupo Kigwe, utanipata kwa jina la Bibi Sungura kwenye mitandao yote ya kijamii. Sijui labda kuna mtandao ambao siufahamu mimi kwa umri wangu, lakini na wenyewe nitautafuta kama upo na kwenye niwepo. Kwa jina la Bibi Sungura, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok. Lakini pia namba zangu za simu ni 0754 45 88 42. Bibi Sungura. Piga tu simu yako moja tu. Unanipata, napokea, tunaongea, ushauri ni bure. Inawezekana una mimea hapo nyumbani kwako umeweka kama maua. Hujui kama ni dawa. Umeweka matunda, hujui kama ni dawa. Kwa hiyo wewe piga kwa Bibi Sungura, utapata ushauri, ukihitaji huduma zaidi, utapata hata tiba, utapata dawa. Mtazamaji wa FJTV, jinsi ya kumpata Bibi Sungura ameshakueleza hapo kupitia namba yake ya simu, lakini mitandao yake ya kijamii yote kwa jina la Bibi Sungura. Tumeelezea mwani ni nini, lakini aina zake kwenye tumeelezea, lakini pia jinsi zinavyopatikana, lakini kwa matumizi ya unga, jeli pamoja na vidonge, jinsi gani ambavyo unaweza ukavitumia. Endelea kufuatilia FJTV, lakini endelea kufuatilia kipindi cha Afya Yetu ili uzidi kupata yale mengi zaidi. Kipindi kijacho tutaongelea matumizi ya mwani kwa mama mjamzito, lakini pia kwa mtoto ambaye tayari ameshatoka. Afya yako mtaji wako. Utajiri wako ni afya yako. Amemaliza hivyo Bibi Sungura kwa kukwambia afya yako mtaji wako ni utajiri wako. Basi yashikilie maneno yake, tukutane tena wakati mwingine.